Bwana Yesu asifiwe. Nilioko mbele yako na ambao unanifuatilia muda huu, naitwa mchungaji Emmanuel Masaga wa kanisa la TAG Mbezi Luisi, Dar es Salaam. Na penda pia nitambulishe ratiba za ibada zetu pale kanisani. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Huwa tunakuwa na ibada ya kwanza ambayo inaanza saa 1 asubuhi. Tunamaliza saa 3:30 asubuhi. Saa 3:30 asubuhi mpaka saa 4:30 ni kipindi cha maandiko na wanafunzi. Na kuanzia saa 4:30 mpaka saa 6:30 na kuendelea hapo ni ibada ya pili. Ibada ya kwanza ambayo inaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 3:30 ni ibada ya Kiingereza inayotafsiriwa Kiswahili. Lakini pia kwa mtu ambaye unaweza ukanikataa unipigia simu, naomba nitaje namba zangu za simu. Namba zangu za simu ni 0688 521 505. Namba yangu ya simu nyingine ni 0787 194804. Na kama utaweza kunipigia baada ya kipindi hiki, utaweza kunipata kwa namba hizo na nitaweza kuomba pamoja nawe. Lakini pia unaweza kutupata kwa njia ya mitandao ya kijamii, kwa njia ya Facebook, kiandika Emmanuel Masaga utaweza kutupata hapo. Lakini pia kwa njia nyingine ni kwa njia ya YouTube, ukiandika TAG Mbezi Luisi pia tunapatikana hapo. Basi kipindi hiki ni kipindi ambacho utaenda kuongea na wewe neno la uzima, na omba ulifuatilie. Na kabla sianza rasmi, naomba niombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakurudishia sifa, heshima na utukufu muda huu. Naomba neema yako iwe pamoja nami, lakini pia neema yako iwe pamoja na watu ambao wananifuatilia na kunitazama na kunisikiliza muda huu. Bwana Yesu, kaonekane kupitia hili neno. Neema ya uponyaji Bwana ikaonekane muda huu. Neema ya watu kufunguliwa katika vifungo vyao mbalimbali ikaonekane muda huu. Neema ya watu kuokoka ikaonekane muda huu. Yesu, nakikabidhi mkononi mwako, na neno lako likapate kufanyika msaada mkubwa sana katika muda huu. Baba, asante kwa sababu utaenda kufanya haya sasa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi nilikuwa nataka niongee na wewe maneno ya uzima kama nilivyosema kuanzia mwanzo. Lakini kichwa cha ujumbe ambacho nilitaka nihubiri muda huu kinasema ona uwezekano wa kuvuka. Kinasema ona uwezekano wa kuvuka. Na maandiko tutayatoa kitabu cha Marko sura ya 4. Tutasoma kuanzia mstari wa 35. Maandiko ya somo la leo ni kutoka Marko sura ya 4 na mstari wa 35 hadi wa 41. Nitasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, siku hiyo kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyokuwa katika mashua, na mashua zingine zilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakaipiga mashua hata ikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?
wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Haleluya. Kichwa cha somo kama nilivyosema kinasema ona uwezekano wa kuvuka. Na haya maandiko ambayo tumeyasoma sasa hivi ni maandiko ambayo Yesu anaongea na wanafunzi wake. Anawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Lengo la Yesu alilokuwa nalo moyoni mwake au nia yake ilikuwa ni kuvuka mpaka ng'ambo. Na tunaona jinsi ambavyo anawashirikisha wanafunzi wake. Anaposema Yesu akawaambia, maana yake Yesu akawaambia wanafunzi wake na tuvuke mpaka ng'ambo. Na baada ya kuambia wanafunzi wake wavuke mpaka ng'ambo pamoja na Yesu, safari ikaanza. Safari ikaanza kuvuka kwenda ng'ambo. Anasema wakamchukua vile vile alivyokuwa katika mashua, na mashua zingine zilikuwako pamoja naye. Lakini wakati wanasafiri wakienda ng'ambo, neno linasema ya kwamba ikatokea dhoruba kuu ya upepo baharini, mawimbi yakakipiga chombo, chombo kikaanza kujaa maji. Nataka niseme nini na wewe muda huu? Kama ambavyo kichwa cha somo kinasema ona uwezekano wa kuvuka. Wakati Yesu analo lengo la kuvuka mpaka ng'ambo, na amewaambia wanafunzi wake lengo lake ni nini, kwamba lengo lake ni kuvuka mpaka ng'ambo, kwa sababu kule ng'ambo kulikuwa na kitu cha kufanya, kulikuwa na kazi maalum ambayo alikuwa anatakiwa kwenda kuifanya. Na maandiko yanasema wakati wako katikati ya safari, ghafla upepo ukavuma, mawimbi yakaanza kukipiga chombo. Haleluya, haleluya. Chombo kikaanza kujaa maji. Chombo kinapoanza kujaa maji ni kiashiria kikubwa cha safari yao kuto kufika ng'ambo. Upepo umevuma, mawimbi baharini yakakipiga chombo, chombo kikaanza kujaa maji. Ninaongea kitu muda huu pamoja na wewe ambao unanifuatilia na kunitazama, kwamba wakati wanaanza safari walikuwa na dhamira na lengo la kuvuka mpaka ng'ambo. Lakini upepo umevuma, bahari imechafuka, mawimbi yakaanza kupiga chombo. Tatizo likajitokeza katikati ya safari. Tatizo likaonekana katikati ya safari. Ile dhamira yao, lile lengo lao ni kama linaanza kupotea. Ile nia yao na dhamira yao ya kuvuka upande wa pili, kwa sababu ya mawimbi, kwa sababu ya upepo, lengo lao ni kama linaanza kupotea. Ile kusudi ambalo walikuwa nalo wakati wanaanza safari ni kama linaanza kupotea. Nataka niseme nini muda huu pamoja nao ambao unanifuatilia, kwamba inawezekana katika safari ya maisha ulikuwa na lengo, ulikuwa na makusudi. Kuna wengine katika maisha yao ya wokovu, wakati wanaanza kuokoka, walianza kwa furaha na wakawa na malengo. Mwingine akawa na lengo kubwa la kumtumikia Mungu katika safari ya maisha ya wokovu. Wengine walikuwa na malengo kadhaa, na wakati wameanza kuokoka, na wakati umeanza kuokoka unanifuatilia, inawezekana ulikuwa na mawazo mazuri sana kwa habari yako na Yesu, na ulishaona dalili zimeanza kuonyesha kwa habari ya huduma ambayo unaifanya. Ulishaona huduma inakwenda vizuri, na lengo lako likawa ni lengo zuri kwamba umtumikie Mungu kwa viwango. Lakini ghafla katikati ya maisha ya wokovu, katikati ya maisha ya huduma, kuna mambo yametokea, kuna majaribu yametokea, kuna jambo limejitokeza. Ghafla furaha ya wokovu imekatika. Ghafla ile speed ambayo ulikuwa nayo imeharibika.
kuna namna fulani unaona kabisa mambo hayendi vizuri, viwango vya kumpenda Mungu vimepungua ndani yako, kuna dhoruba imetokea, kuna jaribu limetokea. Ni jaribu limetokea upande gani? Wewe unaweza kujitathmini juu ya maisha yako ya wokovu na huduma, kwamba wakati unaanza kuokoka, wakati unaanza huduma, ulipanga mipango, uliwaza kufanya mambo makubwa kwa habari ya maisha ya wokovu, lakini inashangaza kwamba ghafla imetokea tatizo, na unashangaa kwamba limetokea wapi. Hilo tatizo linafananishwa na kama safari ya Yesu na wanafunzi wake. Wakati wameanza safari yao, lengo lilikuwa ni kuvuka ng'ambo, ajenda yao ilikuwa ni kufika upande wa pili, na wakifika huko kuna kitu kile wanakwenda kukifanya, lakini ghafla imetokea tatizo. Ile zaka katika maisha yako imetokea hivyo, kwamba ulikuwa unaendelea vizuri maisha ya wokovu, lakini ghafla jambo limetokea. Wengine wamejikuta wametenda dhambi kwa sababu ya jaribu ambalo lilimkuta katika maisha yake. Ni kama safari ya wokovu inataka kuishia hapo, ni kama safari ya huduma inataka kuishia hapo. Inawezekana umesema vibaya, inawezekana imetokea mtu amekusema vibaya, labda kwa kukusingizia, vyovyote vile, lakini hilo jaribu linafananishwa na dhoruba na mawimbi katikati ya bahari, kiashiria kikubwa cha wao kuto kufika upande wa pili. Hili somo limekuja nalo kukutia moyo wewe unayefuatilia kwamba kweli mawimbi yametokea, kweli dhoruba imetokea, kweli jaribu limetokea, na imeonyesha kabisa kwamba sio rahisi tena kumtumikia Mungu, sio rahisi tena kufika upande wa pili. Ninakutia moyo katika jina la Yesu, kutokana na hili neno ambalo ninalisoma sasa hivi mbele yako, kwamba kuna uwezekano wa kufika upande wa pili tena, kuna uwezekano wa kuvuka. Ona uwezekano tena. Haijalishi mawimbi yametokea katikati ya safari yako ya wokovu, haijalishi majaribu yametokea, uwezekano wa kuvuka umeweza kupotea, na kutia moyo katika jina la Yesu. Unaweza ukavuka, unaweza kufika tena upande wa pili. Haijalishi jaribu gani umekutana nalo, haijalishi wimbi gani limekupiga. Nasema na mtu muda huu, inawezekana hauko vizuri kiafya, inawezekana hauko vizuri kibiashara, lile lengo lako la kuwa mfanyabiashara mkubwa, na dalili mwanzoni zilikuwa zimeshaonyesha ya kwamba utakuwa mfanyabiashara wa kimataifa, utakwenda kuchukua mzigo China na maeneo mengine, lakini inawezekana mtaji umekata, pesa ambazo ulikuwa unaendeshea biashara yako zimeshindwa, zimetokea tatizo. Na kutia moyo, ni mawimbi katikati ya bahari yanayoashiria ya kwamba safari yako inaishia hapo. Ona uwezekano wa kuvuka upande wa pili tena, ona uwezekano wa kuvuka. Haijalishi mawimbi yanapigaje, haijalishi biashara yako imeparanganyikaje, haijalishi mtaji wako umeharibikaje, haijalishi labda uliibiwa, au labda biashara yako iliungua na moto, au labda vyovyote vile, lakini nakutia moyo kulingana na neno la Bwana ya kwamba una uwezekano mkubwa kabisa wa kuendelea na biashara yako. Hiyo biashara yako ulikuwa unaifanya haitaishia hapo. Mwingine anafanya kazi ofisini, unaifuatilia, inawezekana umeona kabisa kama kazi yako inakoma. Kuna maneno ambayo yamesemwa kwa habari yako, labda umesingiziwa, na inawezekana umeanza kukata tamaa kwa habari ya hiyo kazi. Neno la Bwana limekuja kwa ajili yako muda huu ya kwamba hiyo kazi hautafukuzwa, utafika upande wa pili, ofisi itaendelea, kazi itaendelea, kazi itaendelea. Nasema inawezekana ulikuwa unashughulikia mambo mbalimbali ya maisha yako ambayo ulikuwa unaona kabisa yatakupa manufaa, yatakupa faida, lakini kuna namna inawezekana umekwama mahali. Na kutia moyo katika jina la Yesu, ona uwezekano wa kuvuka ndani yako ile imani ambayo ilikuwa imepungua, kwa sababu hapa
wanafunzi wake kumwamsha Yesu wakati wanataka kuzama. Yesu alipoamka akaukemea upepo, kukawa shwari kuu kama tulivyosoma. Lakini baadaye wanafunzi wa Yesu aliwauliza wanafunzi wake kwamba hamna imani bado? Kwa hiyo imani yao, kwa sababu ya ule upepo, imani yao ilikwisha. Yaani tena imani iliyeyuka, hawakuona tena kama wangevuka. Inawezekana ugonjwa unaopitia, ugonjwa uliokushika, inawezekana tatizo lililokukamata limekufanya imani yako ikayeyuka, imefanya imani yako isiwepo tena. Ninakutia moyo muda huu kwamba huo ugonjwa sio mwisho wa maisha. Inawezekana umelala kitandani, inawezekana uko mahali unaugulia, inawezekana uko mahali na watu wameanza kukatia tamaa ya kwamba hautapona. Namna anavyoangalia Mungu sio namna ambavyo mwanadamu anatazama. Namna ambavyo mwanadamu anatazama sio namna ambavyo Mungu anatazama maisha yako. Watu wanaweza kaona kama ndio mwisho wa maisha yako, lakini nakwambia kweli katika jina la Yesu, Bwana anaona ndio maisha yanaanza. Mahali ufahamu wa wanadamu unapoishia, ndipo ambapo Mungu anaanzia. Kweli watu wamekusema, kweli watu wamesema kama mwisho wa maisha yako ndio hapo, lakini nakwambia kweli katika jina la Yesu kwamba Bwana anaona ndio maisha yanaanza. Afya yako ndio ambayo inaanza kustawi upya. Maisha yako sio mwisho hapo. Haijalishi umelazwa kwa muda gani, haijalishi afya yako imekolapsi kiasi gani, lakini kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kuinuka tena. Baada ya mashua kuyumbayumba, baada ya mashua kupigwa na mawimbi, Yesu akaamka, akaukemea upepo na kukawa shwari kuu. Ndivyo ambavyo Bwana atafanya katika maisha yako, kwamba haijalishi ugonjwa, haijalishi tabia, haijalishi mambo katika maisha yako yalikuwa yameharibika kiasi gani. Nakwambia Yesu wa Nazareti yuko tayari kukemea huo ugonjwa kama alivyokemea upepo. Akasema upepo nyamaza. Ndivyo ambavyo anaweza kusema muda huu kwa maisha yako. Ndivyo ambavyo anaweza kusema muda huu kwa hiyo afya yako. Ndivyo ambavyo Yesu anasema muda huu kwa hiyo biashara yako. Anaisemea, biashara anza tena. Dhoruba kwa hiyo biashara nyamaza kwa jina la Yesu. Biashara yako inaendelea tena. Yule ambaye ulikuwa unaona unafukuzwa kazi, hautafukuzwa tena. Yule ambaye ulikuwa unaona kama mambo yamekataa, hayatakataa tena, kwa sababu Yesu mtuliza dhoruba yupo. Na hili neno limekuja kwa ajili yako jioni ya leo. Popote ulipo, inaweza umekata tamaa kwa sababu yoyote ile ambayo mimi siwezi kuitaja hapa, sababu yoyote ile ambayo imekufanya ukate tamaa. Ninakutia moyo, sio ninakutia moyo bure, ninakutia moyo kulingana na neno. Kama wanafunzi walivuka, ndivyo ambavyo unaweza kuvuka hata wewe. Kama ambavyo Yesu alivuka na wanafunzi wake, Yesu alipoamshwa akaamka, ndivyo ambavyo wewe unaweza kuvuka. Hapo sio mwisho wa huduma yako, hapo sio mwisho wa biashara yako, hapo sio mwisho wa kazi yako ofisini. Nasema hapo sio mwisho wa masomo yako. Lazima usome, lazima uendelee. Haijalishi afya yako, umeugua, labda hata mitihani hujafanya, lakini nakwambia hiyo sio sababu ya wewe kutokusoma. Kwa jina la Yesu inawezekana ukasoma tena. Kwa jina la Yesu lazima elimu yako iendelee. Kwa jina la Yesu lazima masomo yaendelee. Kwa jina la Yesu lazima afya yako iwe salama. Kwa jina la Yesu lazima urudishwe ofisini. Kwa jina la Yesu lazima mambo yaende. Haijalishi viashiria vyote vilikuwa vimeonyesha kwamba kila kitu kimegoma. Haiwezekani kugoma tena kwa jina la Yesu. Kama Yesu alivyotuliza dhoruba, ndivyo ambavyo anaweza kutuliza ile kasia iliyoinuka katika maisha yako. Kasia ugonjwa, kasia roho za mauti kwenye familia, kasia umaskini, kasia kitu gani tu ambacho kinakufanya usiwe na raha. Hicho kitu
Yesu ana hasira nacho, ana hasira ya kukituliza, ana hasira ya kukizima, ana hasira ya kukiambia nyamaza. Mimi nakutia mahali katika jina la Yesu. Usilie. Unanifuatilia muda huu na kunitazama, na kuambia usilie. Mimi mwenyewe ni shahidi. Mimi mwenyewe ni ushuhuda unaotembea namna ambavyo Mungu amenitendea kwenye maisha. Nina uhakika na Yesu. Nina uhakika na Bwana. Ninaamini Bwana yupo. Ninaamini Bwana anatenda. Ninaamini Bwana anaponya. Ona uwezekano. Nasema ona uwezekano tena. Haijalishi madaktari walisemaje. Yupo Yesu mtuliza dhoruba. Hata kuvusha upande wa pili. Kwa sababu upande wa pili wa maisha yako kuna kitu ambacho unatakiwa ukifanye. Yesu baada ya kuvuka upande wa pili, kwenye sura ya 5 mstari wa 1, alienda kukutana na mtu ambaye alikuwa anaishi makaburini, na alipokutana yule mtu akamfungua. Kwa Yesu lazima angefika upande wa pili, kwa sababu kulikuwa na kazi ambayo alikuwa anataka aifanye, kumponya yule mtu ambaye alikuwa anaishi makaburini. Alikuwa na nguvu sana na hakuna mtu aliyekuwa anamshika. Alikuwa na mapepo mengi, lakini kwa kuvuka upande wa pili, Yesu na wanafunzi wake akaenda kuponya yule mtu na kuambia kweli katika jina la Yesu, wewe unavyoona kama maisha yako yamekomea hapo, sio kweli unachokiona. Badilisha tena mtazamo wako, badilisha tena imani yako, kuza tena imani yako. Maisha yako hayataishia hapo, kwa sababu Bwana ana jambo nawe. Anataka kutumia kufanye jambo baada ya wewe kupona, baada ya biashara yako kuinuka. Bwana anataka biashara hiyo umtumie kumtumikia yeye pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo Bwana ana haja nawe, lazima uvuke upande wa pili. Nasema nawe na kuchia moyo tena kabla siomba na wewe. Haijalishi uko kwenye hali gani, haijalishi uko kwenye namna gani, umekwama wapi, neno la Bwana Yesu limetuhakikishia. Neno la Bwana Yesu ni kweli, naamini. Yesu yule ni yeye yule jana, leo na hata milele. Atakwenda kukutendea tena. Utakwenda kufika upande wa pili tena. Usiogope. Yesu yupo. Naomba niombe pamoja nawe. Inawezekana unapitia mazingira magumu ya maisha yako. Kuna kitu inawezekana kimeinuka, kinaonekana kizuizi cha mipango yako. Ni kitu gani hicho? Wewe mwenyewe inawezekana unajua. Naomba nikuombee muda huu, na Bwana ataenda kukutendea jambo kubwa. Kila aina ya kizuizi, kila aina ya dhoruba, kila aina ya mawimbi, kila aina ya upepo uliovuma katika safari yako, ambayo mawimbi yanaashiria kuifanya safari yako isiendelee, naomba nikuombee muda huu. Dhoruba, ugonjwa pamoja na mambo mengine, naomba nikuombee. Kama unaumwa, kama unajaribu lolote, kama kuna kitu chochote ambacho kinakufanya ujisikie vibaya na wewe usio na uhakika na safari yako, usio na uhakika na kupona kwako, usio na uhakika na kuvuka upande wa pili, naomba hilo jambo lishughulikie. Anza kumwambia Bwana Yesu aingilie kati, nami nitakuwa nikikuombea muda huu. Kama ni ugonjwa, mwambie Bwana niponye. Jambo lolote lile ambalo linaonekana kizuizi kwako, naomba nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninaweka mkono wako Bwana Yesu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu Bwana ambaye amenifuatia kwa muda huu. Ninaomba uzima katika jina la Yesu. Ni mawimbi gani nakutana nayo? Ni dhoruba gani nakutana nayo? Yesu unamfahamu. Yesu unamfahamu. Naomba umtendee sasa katika jina la Yesu. Kama ni dhoruba ugonjwa, kama dhoruba ni maisha, roho ya maskini labda, au labda kuna nguvu ambayo inamfuatilia, ambaye nataka kumfilishi na kumfanya asifanikiwe, ninakataa kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. Ugonjwa, toka. Roho ya mauti, toka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kila mahali ambapo shetani ameshika maisha ya mtazamaji wangu. Aachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia uchawi na upiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka ugonjwa, toka ugonjwa, roho ya kufilisika,
roho ya kufilisika, kutaka kufukuzwa kazi, na kataa kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu umefanya haya. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umeonekana. Asante kwa sababu kuna mtu umemtendea. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Basi mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana. Kama nilivyosema tangu mwanzo, mimi naitwa mchungaji Emmanuel Masaga, mchungaji wa kanisa la TAG Mbezi Luisi, na namba zangu nimezitaja. Naomba nitaje namba tena moja, ili kama una jambo lolote unataka unipigie simu, wewe nipigie bila wasiwasi. Nitaomba na wewe. Nina ushuhuda hapa mkubwa sana. Utapata siku nitashuhudia mambo ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yangu. Namba yangu ya simu ni 0688 521 0688 521 505. Haya, naomba nitaje tuna nyingine ya pili, 0787 19 48 04 19 0787 19 48 04. Mungu akubariki. Amen. Amen. Amen.